Munajua tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga maendeleo ya Kenya, maendeleo ya kila sehemu ya Kenya ipangwe. Na ndio mimi nawaeleza watu wa Laikipia, pale nyuma Laikipia iliwachwa nyuma. Lakini mimi nawaambia leo, ile kuwachwa nyuma muliwachwa nyuma. Mimi nimeamua hamutawachwa nyuma tena. Tunatembea pamoja. Kila sehemu ya Kenya ni ya muhimu. Kila sehemu ya Kenya ni ya muhimu na lazima tupange maendeleo ya kila sehemu ya Kenya. Ndio ya kwanza nilisema tuajiri walimu zaidi. Ndio kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma jameni. Tunaelewana? Na ndio sababu tumeajiri walimu 1,100 Kenya. Na nimemwambia huyu mrembo wenu Sara Korere ya kwamba yale mashule ya hapa, kama kuna mashule ambayo iko na upungufu ya walimu, anipatie majina ya hawa mashule, ndio mimi nipange wakati ninaajiri walimu niongeze walimu watakaokuja hapa. Ndio sababu hiyo vile vile tukasema tuhakikishe ya kwamba kuna usalama katika taifa letu la Kenya, ndio biashara, kilimo, ufugaji iweze kwenda mbele. Tumekubaliana ndugu zangu? Na leo vile vile nimekuja hapa kuhakikishia ya kwamba hii barabara ambayo imewasumbua miaka nyingi, barabara kutoka kule Nanyuki, si ndio? Hii barabara ya kutoka Nanyuki ikuje wapi? Mpaka Doldol, kilomita 60. Sikizeni watu wa Doldol, tumewapatia pesa ya serikali shilingi bilioni 4 kutengeneza hii barabara yenu. Na sikizeni, tayari tumemaliza kandarasi. Tuko na contractor anaitwa Young. Atakuja hapa in the next 2 weeks aanze hii barabara, na nimemweleza Doldol hoye, nimemweleza hii barabara aanze kule Nanyuki sehemu moja na aanze hapa Doldol, ndio ikutane katikati, ama namna gani? Si tuanze hapa Doldol na tuanze Nanyuki ikutane katikati? Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo watu wa Doldol? Laikipia hoye! Na sio hii barabara peke yake. Tuko na barabara 6 mpya ya watu wa Laikipia ambayo tumeweka katika budget ya serikali, na tumekubaliana ya kwamba kilomita 217 mpya ya lami inajengwa hapa Laikipia. Kwa sababu Laikipia ilichelewa nyuma, ama namna gani jameni? Tunaelewana? Vile vile mimi naelewa watu wa Laikipia, hata watu wa Doldol. Huyu mjumbe wenu aliniambia mkitaka ID mnaenda Nanyuki, mkitaka sijui kipande mnaenda Nanyuki, mkitaka birth certificate mnaenda Nanyuki. Sasa leo mimi nimekuja kuanzisha huduma center hapa, na hiyo huduma center nimekubaliana, hiyo huduma center miezi 3 iwe huduma center imekamilika, nilete wafanyikazi. Mambo yenu ya ID, mambo yenu ya kutafuta kitambulisho, mambo yenu ya kutafuta birth certificate, mambo yenu ya kutafuta huduma ya serikali, yote mtapata hapa mkiwa Doldol. Tuendelee ama tuendelee? Na nimekuja na waziri Ruku, waziri ambaye anasimamia hiyo maneno ya huduma ya serikali, huyu Geoffrey Ruku. Bwana waziri, tumekubaliana miezi 3 lete wafanyikazi wa serikali, mjengo itakuwa imekamilika, hawa watu wawache kuhangaika. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nimeambiwa vile vile kuna maji ilikuja ikakwama mahali fulani, si ndio? Na wamama wanahangaika hapa. So nimekubali nitatoa pesa ya serikali mahali hiyo maji ilikwama, mimi nitakuamua nilete hiyo maji mpaka ifike hapa. Laikipia hoye! Vile vile tumekubaliana kupitia mpango wetu wa affordable housing.
Hapa Laikipia tumeweka pesa bilioni 15 ya watu wa Laikipia. Tujenge soko 13 mpya hapa Laikipia. Na mimi nataka nimuulize Sara aniambie sehemu gani na gani imebaki ndio tuweke soko hapa Doldol. Mnasema tuweke soko? Tuweke soko Doldol? Muko na shamba ya kujenga soko? Iko wapi? Iko wapi? Hapa nyuma? Iko soko? Bas, mimi wiki ijayo nitatangaza soko, kandarasi ya soko ya watu wa Doldol iwekwe. Nitawapatia milioni 70 ndio tuwajengee soko ya kisasa hapa Doldol. Doldol hoye! Doldol hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Leo vile vile mimi nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba ile miradi yote ya serikali, hasa ile mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi. Mimi wakati niliomba kura nilisema nitabadilisha mfumo wa mambo ya afya. Hatutaki mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo bima ya afya ya SHA, tumesema kila mwananchi ajiandikishe ndani ya SHA. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Laikipia. Laikipia hoye! Sikizeni, nyinyi watu wa Laikipia mumefanya kazi mzuri kwa mambo ya matibabu. Leo nikiongea na nyinyi hapa, 60% ya watu wa Laikipia tayari wamejisajili ndani ya SHA. Watu 1,300 na karibu 70 wamejisajili ndani ya SHA kwa watu 1,518. So 60% of the people of Laikipia today are registered. Ile pesa tumelipa kama serikali kwa matibabu katika mahospitali zenu ni shilingi bilioni 1,800,000. 1.8 billion shillings has been spent in Laikipia County kulipia wale wameenda hospitali, wale wamekaa kwa wale wamekuwa admitted. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu wananchi wa hapa, nataka kila mtu ajiandikishe kwa SHA ndio tuweze kuwa na data ya kupanga mambo yenu. Madaktari tujue ni wangapi, dawa tujue ni kiasi gani, ile equipment ambayo inahitajika tuwaletee. Ndio mambo ya afya isiwe tena starehe ya matajiri, wale wako na pesa, wale wako na kazi. Tunataka afya iwe ni haki ya kila mwananchi. Tunaelewana jameni? Kwanza mimi nauliza nyinyi watu hapa Doldol, nyinyi mmejiandikisha kwa SHA ama mmekuja kuniangalia? Mmejiandikisha? Hebu nione wale wamejiandikisha kwa SHA. Hebu nione. Basi. Na kama hujajiandikisha, tafadhali mimi nakuuliza wewe ndugu yetu, wewe unaturudisha nyuma. Tunataka kujua watu wa Doldol, watu wa Laikipia North, watu wa Laikipia County ni wangapi, ndio tujue madaktari tutaajiri ni wangapi, madawa tutalete ni kiasi gani, na equipment ambayo tutumia kutibu nyinyi ni ya kiasi gani, ndio tuhakikishe tena kusipatikane mambo ya watu kuuza mali yao na watu kuingia kwa umaskini kwa mambo ya kulipa gharama ya hospitali. Tumepanga gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya ambayo inasimamiwa na serikali ya Kenya. Watu wa Laikipia tunaelewana? Tuendelee ama tuendelee? Viongozi wenu wameniuliza ya kwamba hapa Laikipia mnahitaji damu kubwa ambayo itawasaidia kwa mambo ya irrigation. Ni hivyo ama sivyo? Mnajua juzi tulipitisha kule bunge mambo ya National Infrastructure Fund, na kazi yake ya kwanza ya muhimu ni mambo ya kujenga dams ndio tuzalishe chakula kupitia irrigation, ndio tukomeshe kabisa mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tayari tumepitisha National Infrastructure Fund na nitahakikisha dam kubwa ya watu wa Laikipia North na zingine katika Laikipia hii inajengwa, ndio mkuwe na maji ya kutosha ya mifugo yenu, ya kuhakikisha kwamba kuna irrigation, ndio wakati Kenya inasonga mbele, Laikipia iwe katikati ya hiyo mambo ya kusonga mbele. Laikipia tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Wale wakora walikuwa wanatusumbua hapa na mambo ya insecurity, nimepambana na wao kiasi. Kuna wachache wamebaki,
lakini mimi nawapatia ilani nikiwa hapa Laikipia leo. Wale watu wamebaki wakizunguka hapa, hasa Mugogodo Forest hapa. Si mnajua niko na watu ambao naweza kufieka hawa watu wako Mugogodo Forest. Mwambie watoke kwa forest. Otherwise wakikaa hapo kwa forest watakutana na mimi. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Situweke usalama jameni. Mifugo yetu iwe salama. Watoto wetu wawe salama. Tusomeshe watoto wetu waende shule. Si namna hiyo? Mwisho, Sara ameniuliza ya kwamba hapa Doldol, shule yenu ya Doldol ya zamani kidogo namna hii. So nimemweleza nitatafuta milioni 20 niweke katika shule yenu ya Doldol, ndio hiyo shule iamuke kidogo. Si namna hiyo? Doldol tumekubaliana. Najua ya kwamba kuna mambo ya title deeds. Hiyo maneno ya title deeds nimeongea na hawa viongozi wenu. In fact nilikuwa nafikiri ya kwamba tutamalizia ndio nizilete, imechelewa kidogo. Nikikuja the next time hapa nitakuja na title deeds zenu. Tuhakikisha kwamba kila mtu anaishi kwa kipande yake na ako na hati miliki. Watu wa Doldol mnasema tuendelee na kazi ama mnataka wale watu watuletee fitina? Tuendelee na kazi. Mnasema tuendelee na kazi? Hebu nione wala anasema tuendelee na kazi, tuendelee. Si ndio? Wale majamaa wengine agenda hawana, mpango hawana, sera hawana, hata akili hawana. Kazi yao ni matusi mingi na hakuna mpango yoyote. Si mnawajua? Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka watuletee matusi? Tuendelee na kazi. Mnasema tujenge barabara yenu hii, tuwajengee masoko, tuongeze watoto shuleni, tupange mambo ya kilimo, tupange mambo ya matibabu. Wangapi wanasema tuendelee na kazi? Kwa hivyo nyinyi watu wa Laikipia mnasemaje? Ati Laikipia mnasemaje? Ati Laikipia mnasemaje? Ati Laikipia mnasemaje? Hebu nione tutam ya watu wa Laikipia, nione tutam ya Aya. Sasa sikizeni bwana. Tumeelewana? Tumeelewana? Niko hapa na naibu wa rais Profesa Abraham Kithure. Ati mnaambia rais nyinyi ni watu ya two term. Munasema nyinyi ni watu ya two term. Kwa Rais William Ruto. Kwa sababu anatujengea barabara ya kutoka Nanyuki mpaka hapa Doldol. Kwa sababu ya soko ambayo anatuletea na 20 million ya shule yetu ya Doldol. Na wale walimu wanaenda kutuajiria. Aendelee asiendelee? Ni fire si fire. Ni fire si fire. Jambo la pili, mimi niko na swali kwa watu yetu ya Doldol. Hapa Laikipia, mungetaka rais aendelee kufanya kazi na viongozi wetu hapa Laikipia? Afanye kazi na viongozi wetu wa Laikipia? Afanye kazi na mama Sara Korere? Afanye kazi na mama Sara Korere? Sara Korere ni fire si fire. Sara Korere ni fire si fire. Tuendelee kufanya kazi pamoja. Washikilie rais. Korere afanye kazi na rais. Jane Kagiri afanye kazi na rais. Mwangi Kenjori afanye kazi na rais. Deritu Muringi afanye kazi na rais. Gavana Irungu afanye kazi na rais. Tuendelee tusiendelee? Jambo ya mwisho. Doldol hoye. Doldol hoye. Iko watu wanazurura hapa wakisema ya kwamba watu ya Laikipia ati amuhitaji mambo ya barabara, amuhitaji mambo ya stima, amuhitaji maji, ati munataka kelele na siasa. Ni kweli? Ni kweli? Ni kweli? Ni maendeleo ama ni siasa? Ni kelele ama ni siasa? Ni matusi ama ni maendeleo? Kwa hivyo rais Ruto aendelee. Munasema rais ni fire. Rais ni fire.
Wacha nione tu term ya William Ruto, tu term ya William Ruto. Asante rais. Mimi niko hapa na mambo ya Huduma Center. Waambie hawa watu waziri, hawa watu wataanza kupata kipande yao hapa tarehe ngapi? Asante sana Mheshimiwa Rais. Watu wa Dodo hoye! Watu wa Dodo hoye! Mheshimiwa Rais, kwanza nataka kushukuru sana kwa ile bidii, kujituma na mapenzi yako kwa watu ya Kenya. Sisi ambao tunafanya kazi na wewe katika baraza la mawaziri tunaelewa ile bidii ambao unaweka, na ndiyo maana tumeamua ya kwamba tutaendelea kukushikilia sawa sawa kama kiongozi wetu wa taifa na kama kiongozi wetu wa Kenya mzima. Mheshimiwa Rais, umeniamrisha ya kwamba mimi kama waziri wako wa public service ambaye anasimamia maneno ya Huduma Centers katika jamhuri yetu ya Kenya, watu wa Doldo wameanza kujenga Huduma Center leo kufuatia amri yako, na mimi kama waziri wako nitahakikisha hiyo Huduma Center kwa miezi 3 itakuwa imeisha. Kwa hivyo watu ya Doldo, mimi nimepata instruction kwa kiongozi wetu wa taifa ya kuachia kwamba miezi 3 ikiisha hii Huduma Center mtakuwa mnachukua vitambulisho, mtakuwa mnachukua mambo ya biashara, registration of companies na mambo yale mengine ambayo inatakikana hapa Doldo. Niseme nisiseme? Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, nimesikia ya kwamba kuna watu ambao wako na tabia mbaya, watu ambao wana matusi mingi, watu ambao wako na roho chafu, watu ambao wanajiita ati wao ni vijana ya Maumau. Nataka kuelezea kwamba jameni, katika hii eneo hii kona ya mlima hii, vijana ya Maumau ni wengi. Pale Meru kulikuwa na General Mbaimungi, pale Meru kulikuwa na General Ko, pale Embu kulikuwa na Mwaliama, kulikuwa na General Kubukubu. Hao wote ni majenerali wa Maumau na wako na watoto. Mtu mmoja asinje akatutisha hapa katika kona ya mlima ati akisema yeye ni mtoto ya Maumau. Profesa Kithure Kindiki ni mtoto ya Maumau. Mheshimiwa Rais Ole Somoi kutoka kule mambo ya kona ya Rift Valley ya Nandi, pia yeye ni mtoto ya Maumau. Watoto ya Maumau ni wengi. Niseme nisiseme? Kwa hivyo mwaze kustuliwa hapa na mtu mmoja ambaye ana sera, aelewi maneno ambao serikali inafanya. Mtu ambao alivukuzwa kazi, waende nyumbani wasiende, wakae nyumbani wasikae. Kalonzo wakae nyumbani, Kalonzo nyumbani, Wamonyoro nyumbani, Matiang'i nyumbani, wote wapi? Nyumbani. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mama Sara Korere. Asante sana, asante. Laikipia North hai. Laikipia North oye. Your Excellency, asanteni. Your Excellency, for me I'm a bit emotional today. For the first time you are feeling cared for, we feel wanted, we feel appreciated, we feel part of this country. Your Excellency, thank you very much. Your Excellency, ningeomba kwa heshima kwa sababu tuko na MCS hapa, niwasimamishe tu wafanye hivi. Aya, asante Your Excellency. Your Excellency, unajua mimi nikisimama hapa tunajua tuko na hii constituency kwa sababu wewe uko na ulitutakia. Mimi niko mjumbe leo kwa sababu ulinishika mkono na mimi nikapanda ngazi. Your Excellency, hii barabara ya Doldo ambayo umetangaza, hii barabara ilitukata na Kenya hiyo ingine yote. Naona leo mwangaza imefika Doldo.
Your Excellency, watu unaona hapa ni watu wanaitwa Laikipiak, a clan that Laikipia got its name from. 70% ya watu ni squatters mahali inaitwa Kimgandora. Tunaomba kwa heshima kubwa, Your Excellency, hiyo Kimgandora serikali tununulie, wale jamaa watuondokee, sisi tuishi Kimgandora, maana hakuna mahali tutaenda. Your Excellency, ya pili, hapa sisi tuko na shida kubwa sana ya maji. Sisi tukipata 2 mega dams, moja pale Keresure na ingine upande ya juu ya Sirimon, tutakuwa tumesuluhisha maneno ya maji. Your Excellency, maneno ya barabara unakumbuka, mulikuja kunifanyia campaign mahali naitwa Ngenia, na kuna hiyo barabara kutoka kwa Makara kupitia Ngenia kwenda paka Akorino. Tunaomba hata hiyo barabara next time ukikuja Laikipia tuende Ngenia. Watu wanakungoja kwa hamu. Your Excellency, hawa watu sidhani kuna mtu hapa anapembelezwa maneno ya William Samoei Arap Ruto. Wapi tu term ya rais? Kindiki ni fire sio fire. Kindiki ni fire sio fire. Mheshimiwa Ruto ni 2 term. Mama Sara ni long term. Asanteni sana. Ya mwisho, Your Excellency, mimi sitaki kuendelea maana najua unatujali. Kuna watu ambaye wamesoma hapa, serious professionals, wakifanya kazi kwa serikali yako, serikali haitafilisika. Shukua Wandorobo washasha hapa, kila mtu, Kikuyu, Turkana, Pokot, Kalenjin. Kuna Wakalenjin wengi hapa, lakini nyinyi mkipeana vitu, Kalenjin ya huko sijui Rift Valley ya Laikipia wanaona tu, wananusa tu harufu. Hata wao waangalie Mheshimiwa Rais. Laikipia oe! Laikipia oe! Mheshimiwa Rais, asante sana kwa sababu ya Dolol Boys. Kuna shule inaitwa St. Francis, hata tukiawashia hawa mguu kidogo ya mbuzi na tuashe kidogo Dolol Primary, will forever be grateful. Mheshimiwa Rais, tunashukuru, na sisi kama viongozi wa Laikipia tumesema tunafanya kazi pamoja. Mimi na Mheshimiwa Jane Kagiri, mama wetu wa county, Mheshimiwa Mwengi Kiunjuri, Mheshimiwa Washira Karani, sisi tumesema tunafanya kazi kama familia moja, bila kujali misingi ya kikabila, bila kujali mipaka yetu, kwa sababu Laikipia ni yetu sisi wote. Arambe! Arambe! Asanteni sana. MCA hapa, simama hapo mheshimiwa, tusema jambo. Mheshimiwa Rais, sitarudia yenye Mheshimiwa Sara amesema. Na tuko pia na Mheshimiwa Shuel hapa, akuje baadaye pia yasalimiane. Mheshimiwa, nataka kusema maneno matatu. Nimetuma Mheshimiwa Kindiki akiwa Kimanjo. Nimetuma pia Soipan akiwa Ilpolei. Sisi tunaomba maneno maine Mheshimiwa. Barabara ya Doldol, Makandora, Kirimon na Mega Damapa Ilpolei. Hapo Mheshimiwa, kwa kweli ya Mungu, hiyo ikifanyika tutami naingia. Hiyo mimi ni mtu Mheshimiwa, ile ya ukweli ya Mungu. Mimi sitaki kukudanganya. Makandora ya kitu ya kwanza. Asante sana Mheshimiwa Shwe. Excellency, the President of the Republic of Kenya, waheshimiwa wengine wako hapa. Mimi kwa majina naitwa Paul Shuel na mimi ndio host. Mheshimiwa Rais, tumefurahi kwanza kuwa hapa. Na wewe unajua mimi ni rafiki yako kwa muda mrefu sana. Mimi nataka kusema hivi, kwa sababu mengi inaongewa mambo ya barabara na mambo ingine. Mimi nataka tuongee mambo ya insecurity. Kuna barabara 3 Mheshimiwa Rais
ambaye tukifungua itafanya hii mafaro kuteremka pale na kuweza kuaccess hao watu wengine. Kwa hivyo mimi nataka kusema nimeshukuru umekuwa hapa siku ya leo 2 term. Hakuna mambo ingine na hakuna kuongea zaidi. Mama Jane Kagiri. Asanteni sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais. Asanti. Sasa simnyamaze niombe mambo. Asanti. Your Excellency the President Dr. William Samoei Ruto, our Deputy President His Excellency Kithure Kindiki, watu wamekuja leo. Naona watu wa Ewaso, wa Doldo, wa Ilmotiok, wa Ilpolei, wa Kimanjo, wa Kurikuri. Naona wale wa kule Mumonyot, wale wa Soitoudo. Mrs. Nkai. Enter sofa. Your Excellency the President, siku ya leo ni kukushukuru. Nilipochaguliwa, nilisema it's Laikipia's time ama ni wakati wa Laikipia. Mimi nimesimama hapa Your Excellency the President kukuambia asanti sana kwa kuheshimu hao watu wa Laikipia na kuwaonyesha ni watu wa maana sana. Kitu ya pili Your Excellency, kutoka tuanze kuchaguana, tumepewa ahadi za Nanyuki Doldo Road mpaka tukachoka. Sasa imetimia na umetuletea contractor na barabara itaanza. Ile tu Your Excellency the President tutasema, huyo contractor akuja akijua tuko na vijana na wasichana wetu ambao wanajua kufanya kazi. Asijaribu kuleta mtu kutoka nje. Kitu ya tatu Your Excellency, Laikipia imejaa watu wenye amani na wenye upendo. Your Excellency the President, ile msitu inaitwa Mukogodo Forest. Ile msitu ni lazima tuingie na tuinyoroshe watu wetu wa Laikipia wakae na amani. Na sisi hatutatishwa, ni lazima kule majambazi watolewe na waende kabisa. Your Excellency, sitazidisha hapo. Yangu tu ni maombi matatu. Na nikushukuru umetuletea Huduma Center. Sasa watu wetu hawatahitaji kwenda mpaka Nanyuki, watakuwa wakitimiziwa kila kitu hapa. Your Excellency, maombi yangu ni haya tu. Hapa Doldo tumeomba soko. Pale Naibo tunaomba soko ingine. Tafadhali Your Excellency, sema neno moja tu na soko tutapata huku na tutapata kule Naibo. Kitu ya pili Your Excellency, mimi ni mtu wa Arsenali. Na kunakaa hii wakati tunachukua kikombe. Your Excellency the President, hawa jeshi yote unaona ni wachezaji wa mpira. Your Excellency, tunaomba hapa Doldo tupate stadium ile vijana wetu watatumia ya kucheza mpira na pahali watakuwa wakimalizia. Your Excellency yangu inaishia hapo, ni tu kukuambia kitu moja. Huku mnaniita Naitoshi. Si ndio? Naitoshi. Naitoti. Your Excellency, Naitoti ni kusema yule mama anashibisha watoto wake. Sasa Your Excellency, watoto wangu wamekuwa wengi sana. Tafadhali nishikilie, patia Roko Authority anipatie chakula nishibisha watoto wangu bila wanavyotakikana. Asanteni sana. Aya, niko na ndugu yangu ambaye ananisaidia pale KRA, Chairman wa Kenya Revenue Authority, Bwana Nderitu, awasalimie. Hamujambo, Murega, Soba, Karam, Mugeni, nisalimieni ya hewa namna hii. Mheshimiwa Rais, kwa sababu viongozi wote wetu wako hapa, mimi siwezi ongea sana, unajua mimi ni mtu ya kazi saa hii.
Nataka tu nimshukuru Mheshimiwa Rais na munisaidie tumshukuru. Hiyo maji yenye amesema pale ni ile tulikuwa tumejaribu na nyinyi, tukakuja tukafika kiwanja ndege. So kwa hivyo naomba kwa sauti kubwa sana tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutimiza ahadi za kitambo za serikali kwamba maji itafika wapi? Doldol. Tunakubaliana? Tunakubaliana hivyo? Tunakubaliana hivyo? Doldol oye! Doldol oye! Asanteni sana. Thank you, Your Excellency. Iwa Mwangi Kihunjuri ambaye ni mbunge wa Laikipia East. Dodo oe! Hebu nisalimieni kwa mkono nione kama tuko chojo, tuko chojo, tuko chojo, tuko chojo. Rais wa Jamhuri ya Kenya. Hii mahali tumeitembea sana. Na mimi nataka kuhakikishia wewe. Hapa sisi tunaishi Kenya mzima. Ukiingia hii maduka hapa utakuta Wasomali wanauza, Wakikuyu wanauza, Wasaburu wanauza, Wajaruo wanauza, Wameru. Hiyo ni kumaanisha Laikipia ni nchi yetu na tumeishi pamoja sisi wote. Na tunashukuru sana wakati unakuja hapa kutuhakikishia kwamba Laikipia North, Laikipia West, Laikipia East ni sehemu ya Kenya. Kwa sababu Your Excellency, vile umetembea hapa saa hii, watu wanasema hakuna maendeleo inaendekana, hakuna kitu inafanyika, lakini wale walikuweko beleni, hiyo maendeleo hakufikisha hapa. Serikali yako ndiyo imeamua. Na sisi umetuashia kasi kidogo sana. Manake umeamurisha wiki 3 wiki 2 matingatinga ianzishe barabara kutoka Dondo. Mimi Sara Korere, Jane Kagiri, Wachira Karani, tutahakikisha sisi wenyewe ndiye maengineer, ndiye masupervisor, na tuhakikishe watu wasiletwe nje kujenga hii barabara. Barabara ijengwe na watu ya kutoka hapa Mgongondo, wapewe kibarua ya kufanya hiyo kazi. Watoto wetu wamesoma hapa Mgongondo. Tuko na maengineers hapa, wale wako na diploma ya engineering na Karani, kila mtu atolewe hapa, wakuje na wale watu tu hawezi toa hapa. Na batu Your Excellency, maneno ya Kilimon. Hii Kilimon, sisi hatuna shida na wageni. Lakini mgeni akiingia kwa nyumba, anaomba chakula kwa mwenye nyumba. Siye kugawa chakula yake. Kwa hivyo Kilimon, Your Excellency, tuko na viongozi wetu wa Laikipia, tukae na wale wengine, lakini hiyo Kilimon ni roho ya watu. Tena, lunches zetu zote Your Excellency, watu watembee polepole. Ni zetu na tuko na kamati zetu ambazo zinaendesha ili tuheshimike na usalama yetu iwe sawa sawa. Kimugandora Your Excellency. Kimugandora. Nashukuru tumekutembelea mara kama 4 na Sara Korere, Jane na Wachira Karani. Hiyo maneno ya Kimugandora Your Excellency, tungependa tusikuzume sana. Lakini kama hujaweka kwa bajeti, tuwekee kwa bajeti ijayo Your Excellency. Ili tuanze maneno na masungumuzo, hawa watu warudishiwe mashamba yao ya Kimugandora. Na mimi mwenyewe nikiwa mheshimiwa hapa Laikipia North, niliwajengea madarasa 2 Kimugandora Primary School. Hiyo ni kumaanisha wako na haki, wamesika watu yao hapo, wamesomeshia watoto wao hapo, dispensary ziko hapo, wako na haki ya kuimiliki hiyo ardhi. Ya mwisho Your Excellency, maneno ya usalama tunazungumzia miaka mingi. Na nashukuru security, manake tumekubaliana NPR wagaiwe kwa haki. Sio NPR kukaa kwa ranches ndani, unakuta 7% ya NPR wako kwa mashamba. Tumesema 7% wakae nje, hiyo wengine wakae ndani. Tumekubaliana Your Excellency, hizi mabarabara zetu tulonjeshe. Nyorosha hiyo mabarabara, na hiyo ukinyorosha, wachana na mama akuje polepole. Wacheni apite polepole. Kama nataka kusalimia rais, wachana naye. Hiyo rais, maneno ya hizi mabarabara ikirainishwa ya ndani, na Mariro na KDF wanaweza tufanyie hiyo kazi Your Excellency. Tutumie machine za jeshi. KDF wako hapa, tuwe machine sasa wanyoroshe mabarabara yetu. Uko ndani ya Mgongondo, wacha KWS waingie,
tutume hata polisi wengine huko ndani, lakini lazima utuokoe Your Excellency. Hii operation ambayo inafanyika iwe ndio ya mwisho na tuishi kwa amani na usalama. Hatuna mengi Your Excellency, tutarudi na watu. Ukiona Your Excellency ni roho zao ndani hapa. Tuko tutam, tuko tutam. Hebu toa ndani ya roho, ndani ya roho, ndani ya roho, ndani ya roho, ndani ya roho. Asanteni sana, tutarudi mara ingine Your Excellency. Niko na PS wangu. Huyu mungwana anaitwa Patrick Mariro. Mimi niliwaeleza watu wa Laikipia ya kwamba wakati tunapanga mambo yale mengine yote, kuna mashule hapa kwa sababu ya insecurity ilipata matatizo. Kuna mashule kama 15 tayari tumejenga. Nataka nimwambie Bwana Mariro, ile tuko na mashule, nataka uongeze mashule 5 ingine ya watu wa hapa North. Tutafute milioni 60 tuwajengee mashule ingine 5 ya kisasa, ndio watoto wao wapate mahali ya kusoma. Na vile vile ile program ya kutengeneza barabara zile security roads, tukitumia wanajeshi wetu. Wewe ndio PS wangu wa mambo ya wanajeshi ama ya defense. Ufuatilie, uhakikishe ya kwamba hizo security roads zimetengenezwa, ndio tuweke usalama hii Laikipia, ili watu wa hapa waendelee na mambo yao ya kilimo na ufugaji na watoto wao wasome. Aya, wewe sema dakika moja. Asante sana. Hamjambo. Your Excellency, kwa sababu hapa ni nyumbani Laikipia. Kuna siku nilikuwa natafuta kiti ya governor, sasa hivi sitafuti. Ukanipatia kiti ya kuwa PS wa defense. Hiyo amri ambao umetoa ya mashule. Tayari tumejenga mashule 6, lakini umetoa amri niongeze zingine 5. Next week nitashikana na Mheshimiwa Sara tukuje tuangalie hizo mashule 5. In 1 week hizo mashule 5 zitaanzishwa. Hiyo timu nyingine ya jeshi ambayo inafanya pale Laikipia West umeamulisha tutafute timu nyingine ikuje hapa Laikipia North ianze kufungua. Kwa hivyo hivi karibuni mtaona matrakta za jeshi zikitengeneza hizo barabara. Asante Your Excellency. Gavana wetu Bwana Irungu. Ndugu yetu, rafiki yetu sana. Mimi kama mzee wa kijiji hii ya Laikipia nataka kuchukua nafasi kubwa sana kwanza kukushukuru sana na kukukaribisha katika Laikipia kwa sababu ya wewe umekuja Laikipia. Huu ni wakati wangu wa mara 5 umekuja hapa, na sisi tunataka kukuambia kama vijana wako wa kazi ya kwamba tutafuatilia yale amesema, kwa sababu ya huduma tuone imemalizika. Mambo ya hii barabara ya kutoka Nanyuki kukuja Dodo tufuatilie, kwa sababu mimi ndio niko hapa mashinani. Na hayo mambo ya maji rais tutafuatilia tuone ya kwamba tumeifanya na imefanywa na imekamilika vile inafaa. Na kwa hivyo tunakushukuru sana kwa sababu ya ile kazi unaendelea kutufanyia, na zaidi sana kushagia amani na security katika hii kaunti yetu ya Laikipia. Asante na Mwenyezi Mungu ambariki. Asante sana rais. Mzee Kaparo atusalimie. Your Excellency, Mheshimiwa Rais na watu wetu wa Laikipia North. Mheshimiwa Rais, karibu hapa Doldol. Your Excellency, nataka uone hii tu. Nataka uone hii. Watu wa Doldol, harambe! 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 Your Excellency, wakati tulikutana Matanya kwa harusi kwa mazishi ya baba ya Kanja, nilikueleza kama kula pahali ambayo Laikipia hii utapata kura haijagauliwa ni hapa Laikipia North.
Wewe ni kweli ama si kweli? Kasepa na Mongo. Kasepa na Mongo. Keningito na meningito. Jambo la pili nilikuuliza kule Mataja. Ni hii barabara ya Doldol ambayo tunafurahi leo umesema itatengenezwa. Lakini naomba kuongeza, Doldol hii ukiangalia mabati hii ni ile ya ukoloni. Na nilikuja hapa miaka 67 iliyopita kama standard 1. Barabara inakuishia Doldol. Sababu hiyo ndio Doldol imekaa hivyo. Tunaomba hii barabara ya kutoka Doldol kwenda Kipsik na Isiolo ifunguliwe ili hii town isiwe mwisho ya barabara. Mwisho, Mheshimiwa Rais Kimugandura, mimi ndio niliwapeleka hawa watu Kimugandura 1981 before the Kenya Air Force mutiny. Ikifanyika nilikuwa huko. Wale wanafaa sema ni wenyeji, ni wenye shamba hiyo, kwa miaka 50 hawajakaribia huko tena. Ile barama unaambiwa it is speculation. Hawa watu hawako. Wale watu wako ni watu wa Laikipia North wa Doldol. Mwisho na kuomba tafadhali Mheshimiwa Rais, mara mbili tu rais amekuja hapa, na mara hiyo mbili tunaona mambo mazuri. Mara ya kwanza wakati Kibaki alikuja hapa akatupatia district, na tulifurahi kwa sababu mbele hiyo watoto wetu wakiwa na bahati wawili tu ama moja ataandikwa na nyuki. Leo wanaandikwa zaidi ya 20 kila mwaka. Tunashukuru huyo marehemu popote alipo. Leo wewe umekuja, tunaona barabara kwa haki itafanyika. Tunasikia umetuambia na tunaamini megadam tunapata, na umetuambia na tunaamini utasaidia kuongeza walimu. Mungu atakubariki. Mungu atakubariki. Wale nolo sholai etu aikata lejentai nama lejo aikata wo tumata altungana lankanyit tiniki jentoki enjeko. Musije mukasema kwa mdomo alafu baadaye munapinduka. Ashe mambo yenu usaidia na wewe uzeeka kama mimi, utajua kwa nini nasahau. Nimesahau moja. Laikipia hii yote imejengwa nyumba zinaitwa affordable housing. Laikipia hii yote, na tulikuwa tunafikiri hata sisi na hiyo affordable housing tunataka hapa Doldol hii. Asante, Mwenyezi Mungu akubariki. Ardhi nikuje niweke affordable housing hapa. Na mambo yenu ya Kimagandura. Hiyo Kimagandura, hawa viongozi wenu wamenieleza, nimepanga mambo yake, iko kwa budget ya mwezi wa 6, nipange vile ya kulipa hiyo shamba ndio tumalizane na hawa watu wenu. Hapa niko na viongozi wengine, Saroline. Niko na mrembo hapa anaitwa Saroline. Simama hapo, sema tu jambo, sema jina yako, unaitwa fulani, alafu uteremke chini. Sana mtukufu rais. Watu wa Doldo oye! Watu wa Doldo oye! Majina ni Saroline Wanjiko. Nashukuru sana rais kwa kuja hapa
kwa sababu tuko na matumaini sasa ya kujua wakati huu Laikipia tutapata elimu bora, Laikipia tutapata barabara bora, Laikipia tutapata matibabu bora na vijana wetu watapata huduma. Asanteni sana. It's Wanjiko for Wanjiko, Laikipia for Laikipians. Mama hapo sema tu jambo. 1 minute. Asante sana rais wetu, karibu Laikipia North. Watu wa Laikipia North, hoye! Hoye! Karibu sana na rais wetu, leo tuko na matumaini mingi sana. Kwa hivyo watu wa Laikipia North, mimi nasimama kiti ya senator na nashukuru kwa support yenu na support ya president wetu. Asante sana. Na mwingine anaitwa Messian, na niko na wengine, na niko na huyu mrembo apatiwe. Simama hapo, sema jina yako. Fire, fire. Kindiki fire. Watatuone tutam ya William Samoei Ruto. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Zamzam Sen, kuzaliwa hapa, mkaaji wa hapa, na nilikuwa kwa serikali ya awamu ya pili ya gavana mchapakazi, gavana Nderitu Moreithi. Mimi nasimama na kiti ya MCA na chama ya UDA, na tunasema nyege ni kunyegezana. Wafugaji lazima tunyegeze William Samoei Ruto. Asanteni sana na Mungu wabariki. Nimesikia muko na team hapa. Huyu kijana, wewe simama hapo, sema hiyo. Huyu kijana, huyu simama pale. Huyu kijana, enda pale. Aya. Asante sana rais kwa kutuheshimu na kukuja hapa. Tunasema Laikipia North ni tutam. Vijana wangu wa Dolo FC, bwana rais, kwa heshima yako wanaomba basi ya timu. Sisi huwa tunaenda mpaka Kiambu, tunaenda mpaka Nakuru, tunajilipia, lakini hatuna kitu. Tafadhali tupe basi. Mimi Mgogodo East 2027 rais, niko tayari kufanya kazi na wewe nikiwa MCA pale. Ya mwisho, nimewasikiza wananchi wangu vizuri sana na nimesikiza wakubwa wetu. Hakika mmetuitishia vitu ya maana. Kwa kweli nilikuwa ninaandika nikijua wakiitisha ni hiyo itaingiana rais. Tunakuheshimu na tunajua basi tumepata. Mgogodo East oye! Mgogodo East oye! Ndani ya serikali tunapanga hesabu ya 2027 ilisha. 2027 ilisha. Huyu kijana, mpigeni makofi huyu mungwana. Basi wewe boss, nimekusikia mambo yako. Hii timu yako ya football, wacha nitawaachia leo 1500, muendelee mkiendelea. Alafu nitawapanga hapo mbele. Tumeelewana? Watu wa Laikipia tumeelewana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Hebu nione tutam ya watu wa Laikipia. Basi asanteni sana. Mimi nawapenda sana. Mwenyezi Mungu awabariki. I love you the great people of Mugo hapa Doldol na watu wa Laikipia kwa ujumla. Thank you very much.
Kama unapenda uchambuzi kama huu wa matukio ya dunia, hakikisha una subscribe channel ya Mtazamo wa Dunia. Kama unapenda uchambuzi kama huu wa matukio ya dunia, hakikisha una subscribe channel ya Mtazamo wa Dunia.